mawazo kidogo kabla ya kuingia kwenye majukumu. Si habari ya wewe? Habari ya wewe? Salama, namshukuru Mungu. Ndio. Umemkimbia Young Africans baada kutodhuhuriwa kutofanya mazoezi uwanja Benjamin Mkapa na umekataa kabisa kupeleka timu lao Simba. Kipigo kilikuwa kinawahusu nini mpaka umemkimbia Young Africans? Wewe unaamini Simba amekimbia au unalishwa maneno na watu? Kwa maana timu hujapeleka lao. Sijapeleka au kuna vitu ambavyo vimetokea kufanya timu isiende uwanjani? Tuambie sasa lao. Nikwambia wakati kitu kinajieleza kwamba aliyesababisha mechi isichezwe ni wao wenyewe waliokuwa wenyeji wa mchezo. Kwa sababu mambo haya hauwezi kuyafanya kwenye nchi ambayo mtu yuko nyumbani kwake, uwanja ni wa kwetu wote. Sawa, yeye Yanga ni mwenyeji. Unamzuiaje Simba asifanye mazoezi? Kwa sababu muda mwingine kila siku tunaongea hii dabi au mpira wa Tanzania unaongozwa na timu hizi mbili ambazo ndio taswira ya mpira wetu. Lakini leo hii haiwezekani mmoja akawa na haki, mwingine asiwe na haki. Mpira unaongozwa na vitu vingi. Baada ya ile mkutano wa waandishi wa habari wa timu zote mbili, bodi ya ligi tayari pale iko kazini, tayari ni kama mchezo umeshaanza. Kabla ya kufikia kesho saa 1 ambapo naenda kuhitimisha. Baada ya yale mazungumzo kumalizika pale ya makocha na wachezaji kuzungumzia ile mechi, tayari mechi imeshaanza. Unapofika kwenye kanuni mtu anatakiwa afanye mazoezi ya mwisho, muda ambao umepangwa kabla ya mechi ya kesho, unamzuia mtu masaa 3. Unachokifanya pale ni kama kumtoa mtu mchezoni na kuharasi watu wengine. Na hili jambo kwa Simba sio mara ya kwanza. Kama analaumiwa Simba, naye laumiwa bodi ya ligi. Limetokea Mwanza, bodi ya ligi imekaa kimya. Hatuwezi kuishi kwa kufanya mambo ya ajabu eti kwa sababu mtimu mwenyeji atapewa adhabu. Ni mawazo hasi, ni mawazo yasio kuepo. Kila siku nazungumza Simba ni role model wa mpira, na kila siku mbegu ikiwa hai hata kama ni moja, bado itaweza kuchipua na kuleta matunda yaliyokuwa hai. Katikati ya magugu Simba anaweza kaonyosha mpira wa Tanzania na haki katendeka. Ni vitu vya kijinga ambavyo watu wametoka kwenye uweledi, wanataka kufanya mambo ya ajabu yasiokuwa na maana. Ilikuwa na shida gani kuwazuia Simba wasifanye mazoezi? Meneja uwanja anasema hana taarifa kama Simba hajafanya. Swala la meneja uwanja tunalaumu kuanzia bodi ya ligi, Yanga wenyewe na watu wengine ambao wanahusika kwenye mamlaka. Lile jambo limechukua karibu masaa 2. Masaa 2 kutoka TFF pale Karume mpaka uwanja wa Taifa kuna nauli ya shilingi ngapi? Huwezi kuendesha zaidi ya masaa 2 pale. Je, wale viongozi wa Simba nao wangeamua kuita watu Temeke? Maana matawi ya Temeke yako mengi. Waje watumie nguvu Simba ili waingie pale ndani. Yale maafa nani angelaumiwa baadaye? Watu wanaongea tu kwa sababu kwa kurahisisha. Ingetokea maafa uwanja wa Taifa wangegoka kuilaumu Simba. Kama ilitokea mmezuiliwa mngeondoka. Lakini leo hii hayo hawahoji. Wewe tu unahoji mtu kauza ng'ombe Bariadi, kaja kwa ajili kakosa kuangalia mechi. Ile ni starehe. Kama muda mwingine inatokea kwa ajili ya maslahi ya nchi. Simba anaangalia maslahi ya nchi. Simba anaangalia vitu vingi ambavyo vinafanyika. Tunaandaa CHAN mwezi wa 8. Tunaandaa AFCON inayokuja 2027. Tukiharibu, CAF ikatuangalia, dunia ikatuangalia tumeharibu. Nani atakuwa kulaumiwa? Simba ina viongozi weledi. Simba wanafanya vitu kwa mtazamo ambao huwezi kuona. Wachezaji wa Simba wamezuiliwa pale kwenye geti masaa 3. Kama umezuiliwa masaa 3 kisaikolojia hauko sawa. Haya mambo tulikuwa tunatokea tunafanywa nje ya nchi. Unasafiri, unaachwa uwanja wa ndege masaa 2, kisaikolojia unatoka mchezoni. Kwa hili lilipangwa kuitoa Simba mchezoni. Hatuwezi kuruhusu mambo haya ya kiuni yafanyike. Kuna watu wana akili timamu, wanasoma na wanajua utaratibu wa mpira ukoje. Wanafanya makusudi kwa sababu taadhibiwa 500. Hatuwezi kuruhusu hivyo vitu vifanyike. Lazima tuende kwenye misingi tuliyokubaliana. Hawezi kuwepo mwingine awe mkimbizi, mwingine awe ana haki ya nchi. Mpira hauko hivyo. Kama wanataka kuharibu. Na niambie TFF wamefanya mazuri mengi sana, lakini kwa hili wanaweza kuupeleka mpira bondeni. Nani analaumiwe lao? Baada ya mashabiki wa Simba Sports Club pamoja na Young Africans wakilalamika hasara kubwa sana wameipata. Wamekata viingilio vyao, lakini mechi Simba Sports Club hajapeleka timu katika dimba la Benjamin Mkapa. Muda huo Young Africans amepeleka timu na kikosi chake kamili gado wamekitoa kabisa. Wewe umemkimbia Young Africans. Unazungumza kusema amemkimbia Young Africans, lakini mtu ambaye anaelewa, anajua utaratibu, hawezi kusema amekimbia. Mimi niseme ni ukosefu wa weledi, ukiongozwa labda na engineer ili kila siku naambia amefanya mambo makubwa, lakini muda mwingine hana weledi. Unawatuma wale mabouncer. Enzi hizi za saizi za miaka karibu 2025. Tumekuwa kama miaka ya 90 kipindi cha kina Ngozoma Matunda. Unaongozwa na mabouncer, yani mtu na akili zako, unajiita engineer, unaongozwa na mabouncer ndio wanakupangia mambo yale. Wameharibu mambo mengi. Kuna wadhamini, kuna watu wengi, vitu ambavyo havina hata maana, havipo kabisa. Havipo kwenye mpira. Sawa, ni walaumu bodi ya ligi. Baada ya kuwa mechi iko pale, lazima viongozi wa bodi ya ligi wawepo pale. Mnaachaje Yanga wabaki peke yako pale wanafanya mambo ya ajabu yasiyokuwepo? Haya, na wewe meneja wa uwanja, hujui jambo hilo kwamba mechi inafanyika kesho? Kama unajua mechi inafanyika kesho, hujui kama Simba wanatakiwa waje wafanye mazoezi? Unatoa sababu mwanzo na maana sijapewa taarifa, hujui kama kuna mchezo. Kama watu wametoka nje ya nchi wanajua kuna mchezo kesho, wewe meneja wa uwanja unafanya vitu vya ajabu kama vile.
Hatuwezi kuruhusu vitu hivi. Yaani mwingine awe na haki, mwingine asiwe na haki. Hii Tanzania yetu wote. Kama mkate natakiwa wote tule wote. Hamna keki ya kula mwingine wengine wasile. Hii ni nchi yetu na tutainyosha. Na tunakwambia kila siku watatoa milio. Simba aliamua kusema acheze mechi. Wakaendelea kuwatapeli wanachama wao, kateni tiketi, kuna mechi, kateni tiketi. Wanaskani wanaingia mle na mechi hamna. Na bila kuwa na uweledi. Maana sema engineer muda mwingine hana uweledi au Yanga hawana viongozi wenye uweledi. Unaingia na basi eti wanakwepa geti kuu, wanapita kule geti. Hivi kweli una akili timamu? Mechi umeambiwa haipo, wameingia mle uwanjani, hamna ofisa wote wa TLB. Sawa. Bodi ya ligi hamna aliyoleta muamuzi, wameleta lakini wamelazimisha kwenda. Kwanza wamekiuka mamlaka. Hatuwezi kuishi kwa sababu ya kuvutana. Muda mwingine ukishapewa uongozi unatakiwa uwe na busara. Sawa. Usiende kwenye mihemko ya kina Nasoro au kina Lau huku, na wewe kiongozi mzima ambao umepewa mamlaka unafikia huku. Kuna mambo kwenye nchi yanatakiwa utumie busara kama kiongozi. Ukileta mambo ya kishabiki unaweza kuleta maafa na ukapandikiza chuki. Jiulize, watu wameingia mle uwanjani na mechi hamna, na ushaambiwa mechi imeahirishwa lakini unalazimisha kwenda. Hatuwezi kuishi kwenye maisha hayo. Waliahirisha mechi, Yanga walikimbia. Ilikuwa taratibu za kinchi kwamba itakiwa labda mgeni rasmi awe rais, kwa sababu mdau alikuwa anatakiwa kufuturu ili aje saa 1. Mechi kasogezwa kwenda saa 1, wamevunja mechi wakaondoka. Sawa. Lakini leo hii wanaambia mechi imeahirishwa. Sababu Simba wamezuiliwa masaa 3 pale kuingia uwanjani. Kuanzia wachezaji, mashabiki, sababu zile taarifa zilishasambaa mtandaoni kwamba hii mechi Simba anafanywa figisu. Kwa kuanzia wachezaji mpaka benchi la ufundi, kama mashabiki wenyewe washajenga hofu ya kuona mechi hii hatuna haki. Mechi hii tunanyanyasika. Jiulize, Alajiga ndani ya dakika 90 amefanya makosa ya kibinadamu. Sababu ni vitu vinatokea kama binadamu, makosa yanatokea. Amefanya makosa ya kibinadamu. Baada ya makosa yale mashabiki wa Simba wakichukua reaction, ikitokea balaa pale uwanja wa Taifa, nani alaumiwe? Mimi niwapongeze bodi ya ligi, wameona kwa faida ya nchi, kwa manufaa ya nchi. Hao wanaosema si namna gani ni kwa sababu hawana uweledi, hawawazi, wanawaza leo, hawawazi kesho. Ikitokea maafa, sisi tunaandaa chani. Tukijitia doa tayari umeshaharibu. Ni taswira kubwa ambayo watu wenye mahoteli wananufaika, watu gani watanufaika. Kwa hasara hii ni hasara kweli, lakini kwa manufaa ya nchi mechi ilipaswa iahirishwe kwa sababu tayari matendo yalikuwa yametendewa Simba kama yuko nchi ya nchi. Sio sawa, lakini kusema mimi nimekimbia mechi, mimi sijakimbia mechi. Nilikuwa tayari kwa mchezo kwa sababu vigezo vyote nilikuwa natimiza, nikafanya mazoezi ya mwisho, tuende kwenye mechi. Wameweka mabounce ambao wanaona kwamba ndio wanaowasaidia, ni vitu vya ajabu visivyo kuwepo. Au mnichungulia bwana Lau, umejua mechi mtakufa Benjamin Mkapa. Simba haogopi kufungwa. Simba ni timu ya mpira. Sisi tumeanzisha timu ya mpira. Hatujaanzisha timu ya makanjanja, vitu ambavyo unaamini lazima kifanyike kuwa hivi. Uache mpira uzungumze. Tumefungwa mara 4, tuogope nini ninachoogopa? Sababu baada ya matokeo unaendelea na mambo mengine yanaenda. Umemfunga Yanga, umemfunga Simba raundi ya kwanza, lakini leo hii kwenye bato ya ubingwa baada na kukimbiza. Kwa hiyo kufungwa mimi Simba siogopi. Kufungwa ni matokeo ya uwanjani kwa sababu yanatokea kwenye mchezo. Kwa hiyo mimi kuogopa kufungwa siwezi waulize hao ambao wao wanaamini lazima washinde tu. Ni timu gani walioianzisha katika maisha yao? Ni vitu vya ajabu ambavyo kuwepo. Mimi siwezi kukimbia mechi. Mechi iko wazi, nilikuwa nikacheze mechi, wao ndo wameharibu mechi. Wajieleze kwa nini? Tunataka tujue wale mabouncer waliwatoa kwa ajili ya kazi gani. Waeleze hicho, wasitafute visingizio vya kuzunguka huku na huku. Mabouncer wao ndo wameharibu mechi. Lakini Africans wanasema mechi yao ilikuwa ni tarehe 8 mwezi wa 3, si vinginevyo. Hata bodi ya ligi ikipanga ratiba hawatocheza tena dabi ya Kariakoo. Na vinginevyo TFF awape pointi 3 na magoli 3. Moja ya kanuni ambayo inasema hivyo 17 ibara 45 kama timu hajapeleka uwanjani. Timu hajapeleka uwanjani, mechi haijachezwa. Kusema kama waingiza angekuepo Alajiga kawakagua pale dakika 15 kapuliza filimbi kawapo, utasema mechi imechezwa. Mechi haijachezwa. Hakuwepo na msimamizi wote wa mpira. Kama wao wataenda kulalamika kasi, waulizwe kuna msimamizi wa mechi alikuwepo? Ukiulizwa kitu kama hicho hamna, maana wamepuyanga wao kama wao. Kuna swala la dharura linatokea, kuniambie timu inakuja uwanjani kwa ajili ya dharura, kwa ajili ya mechi imetokea, imepata ajali, mechi haiwezi kuahirishwa hata saa 1. Kwa kuna vitu vinatokea katika vigezo vya uongozi, lazima vifanyike kwa ajili ya manufaa. Usiwaze tu kwa sababu nawaza inaahirishwaje, inaahirishwaje. Vitu vinatokea. Jambo linatokea la ghafla, lazima mechi iahirishwe. Kwa hiyo inaahirishwa kwa ajili ya manufaa ya jambo lingine lililokuwa, kwa sababu tatizo lilishatokea. Nimekuuliza, yangetokea maafa uwanja wa Taifa, nani angelaumiwa kama si angekuja kulaumiwa tena Simba? Kwa wanapoongea wanakosa vigezo vya kuzungumza, lakini tatizo lililokuwepo, bodi ya ligi imeona mali. Bodi ya ligi imenusuru tatizo ambalo lilikuwa linajitokeza ni kubwa. Na hili wamelilea wenyewe. Sababu ya matatizo mengine wanayakalia kimya. Nimekwambia Simba amefanywa vurugu Mwanza. Hakuna chochote kilichoongelewa. Kuna mechi KMC pale Simba itakuwa fanya mazoezi. KMC nao wakaja kufanya mazoezi. Hakuna walichoongelea chochote. Kwa hiyo vitu hivyo wanaendelea kuvilea, wanaona ni sawa. Niulize, haya matukio ambayo Simba amefanywa, Yanga kafanywa nchi hii? Na kuuliza wewe, Yanga amefanywa hata mechi moja? Taratibu zipi? Taratibu zipi Simba za kuzuiwa kufanya mazoezi? Yanga amezuiwa hata mechi moja, tujibiane. Kwa nini iwe kwa Simba? Kwa nini iwe kwa Simba? Kuna maana gani Maana gani? Maana kwamba mambo ya mpira yanaendeshwa kwa upendeleo wa mtu mmoja.
mpendeleo wa timu moja, na upendeleo huu ndio aliotufikisha hapa. Timu zote ziwe na haki. Taratibu zinasema mtu anatakiwa afanye mazoezi siku moja kabla ya mechi. Japo wanasema eti timu tu ipewe adhabu. Huwezi kuruhusu mambo ya ajabu ya kumtoa mtu mchezoni eti aende akacheze, kwa sababu ushakuwa umeshafanikiwa, umemtoa mtu mchezoni. Wachezaji wamekaa masaa matatu wanajiuliza nchi ya kwetu au tupo ugenini. Yaani ufanye mambo ya ajabu eti kwa sababu utapewa fine. Umeambiwa ni kosa kunya pale eti ukanye makusudi kwa sababu utajua tu nitapigwa 50,000. Ni akili za ajabu zisizokuepo hizo. Hatuwezi kubaliana na hili. Sisi ndio role model wa mpira, na mpira wa nchi hii ndio tunaobeba. Kwa hiyo hatuwezi kubali takataka ziendelee kufanyika, tuziache. Lazima tusafishe mpira wa nchi hii unyoke. Fuata maka Bunju bwana Rao kwa ajili ya mechi ya Kariakoo Derby. Kukosa weledi, wametengeneza kiki ya kuingiza basi kwenye mechi imebuma. Ni kwa sababu vijana wao hawana akili. Yaani wale waliowapa taasisi ya habari hawana akili. Unajaza mafuta unaenda Bunju. Kwa timu Simba wamevunja kambi toka juzi. Hawapo kambini. Unatafuta kiki eti umemfuata Bunju kwa taarifa ya nani? Mechi nani anaoiongoza? Ni ukosefu wa fikra, yani unasema weledi mdogo. Yani una watu unawapa taasisi kubwa, unampa Alikamwe taasisi kubwa. Akina Privadinho wamepita vyuo vikuu, lakini akili utafikiri mtoto wa darasa la pili. Yani unawazaje akili kama ujaze mafuta, umchukue dereva. Ameongea mchambuzi mmoja akasema kuna haja kabla ya ligi kuanza, kuanzia hata wachambuzi, mameneja wa habari na madereva wapimwe akili. Ni shida ya afya ya akili, kila siku naongea tuna shida ya afya ya akili. Yaani mtu anatembea amevaa nguo, anang'aa kiatu lakini kumbe ana shida ya afya ya akili. Unajaza mafuta, unawasha gari yetu unaenda Bunju. Una taarifa na Simba? Simba wamevunja kambi, hawako kambini, hawapo. Unatafuta kiki ili uonekane unachokifanya. Ni kosa weledi, yani engineer anaruhusije watu wafanye vitu kama vile. Alafu leo tunataka kuwania kuwa eti mbunge. Hao watakaompa ubunge ndio waona akili zao ni ndogo. Japo ni ndugu zangu huko Kongwa, kama atatokea anampa ubunge engineer, akili zao zina shida. Hapo tayari huwezi kuongozwa na mtu ambaye akili zake anaangalia hapa. Tushakuuliza wewe ni kiongozi, unapokuwa kiongozi lazima uwe na miko ya uongozi ambayo unatakiwa kufundishwa. Mambo yale yasifanane na watu wa kawaida, mashabiki wa kawaida. Anayumba. Nikushukuru sana Rao. Asante sana.